Kwa hiyo tukaanza. Bwana Yesu asifiwe. Naitwa Mchungaji John Simon Kiashama wa kanisa la River of Faith Ministry jijini Dar es Salaam Kiluvya kwa Komba. Ni vyema tukofahamu kwa nini Yesu alikufa msalabani katika nyakati hizi ambazo tunafanya hali ya kumwabudu Mungu, lakini vyema pia tukajua kwa nini Yesu alikufa msalabani. Maandiko matakatifu katika kitabu cha Isaya sura 53 mstari wa 4 mpaka mstari wa 6 unasema hivi: hakika ameyachukua masikitiko yetu, amejitwika huzuni zetu, lakini tulimdhania kuwa amepigwa na Mungu na kuteswa. Bali alijeruhiwa kwa makosa yetu, alichubuliwa kwa maovu yetu, adhabu ya amani yetu ilikuwa juu yake, na kwa kupigwa kwake sisi tumepona. Sisi sote kama kondoo tumepotea, kila mmoja wetu amegeukia njia yake mwenyewe, na Bwana ameweka juu yake maovu yetu sisi sote. Bwana Yesu asifiwe sana. Katika kitabu ambacho tumekisoma cha Isaya 53 mstari wa 4 mpaka wa 6 anasema Yesu Kristo alichubuliwa, alipigwa kwa ajili yetu na akasulubiwa pia kwa ajili ya makosa yetu sisi. Sasa ukitaka upate vizuri picha halisi ya hili jambo, tusome waraka wa kwanza wa Petro. Waraka wa kwanza wa Petro sura ya 2 mstari wa 22 mpaka 25 anasema hivi, nitasoma. Anasema hivi: yeye hakutenda dhambi, wala hila haikuonekana kinywani mwake. Yeye alipotukanwa hakurudisha matukano, alipoteswa hakuogofya, bali alijikabidhi kwake yeye hahukumuye kwa haki. Yeye mwenyewe alizichukua dhambi zetu katika mwili wake juu ya mti, tukiwa wafu kwa mambo ya dhambi, tuwe hai kwa mambo ya haki, na kwa kupigwa kwake mliponywa. Biblia inasema kwamba Yesu Kristo hakufanya dhambi, lakini alifanyika dhambi kwa ajili ya watu ambao ni sisi binadamu tuweze kupata rehema na msamaha wa Mungu. Kwa hiyo kitendo cha Yesu kwenda msalabani, kuwekwa juu ya msalaba, ni kitendo ambacho kinaashiria kwamba aliyachukua maovu yetu kama binadamu akayapeleka msalabani, ili kwa kupigwa kwake yeye sisi wote tuwe tumeponywa. Ndio maana tunasema kwamba msalaba ni alama ya ushindi. Sisi sote kama Wakristo tunaompenda Yesu Kristo ni washindi, lakini shetani alivyokuwa ameleta uharibifu kwetu sisi ili atutoe katika mfumo wa ushindi. Ndio maana sisi hatupigani kushinda, tunapigana tusitoke nje ya mfumo wa kushinda. Sisi sote ni washindi kama Wakristo. Ndio maana Yesu Kristo aliingia msalabani kwa ajili ya kukomboa ulimwengu. Jambo hili ni jambo ambalo natakiwa tulizingatie sana, kwa sababu ni tendo takatifu alilolifanya. Biblia inasema alifanyika laana kwa ajili yetu sisi tuweze kusamehewa dhambi zetu. Yesu Kristo alikufa msalabani kwa ajili yetu sisi. Kifo chake msalabani kinatupa sisi funzo kwamba tuishi maisha matakatifu ya kumpendeza Mungu, tuwe na imani na tuwe na tumaini kwamba tutakuja kukutana naye katika ufalme wa Mungu. Na vile vile pia tunapaswa kadri ambavyo tunaendelea kuishi, tuwe katika neno la Mungu, tusome neno la Mungu, tuishi kama ambavyo maandiko matakatifu yanasema. Kama yeye Kristo hakutenda dhambi, basi na sisi tusitende dhambi. Dhambi inaondoa utukufu wa Mungu kwa mtu. Kwa hiyo sisi sote tuishi maisha ya kumpendeza Kristo, hatimaye tuweze kurithi uzima wa milele. Ndio maana yeye alifanyika laana msalabani kwa ajili yetu sisi, na akapigwa, akachubuliwa, lakini yeye alipotukanwa hakutukanwa. Kwa sisi tusiishi maisha ya kulipiza visasi, tuishi maisha tukiutazama ushindi ambao tuliupata msalabani. Yesu Kristo alikufa akafufuka kwa ajili yetu sisi, na vile vile pia naomba niombe kwa wale ambao wanahitaji neema ya kuguswa na nguvu za Yesu Kristo, na naomba niombe kwa ajili yenu, kwa sababu pale ambapo ukiamini tu, unapoanza kuamini, nguvu za Yesu Kristo unazipata. Tuombe. Baba, katika jina la Yesu,
Asante kwa mtazamaji na msikilizaji wa kipindi hiki. Nguvu zako na uwepo wako ukae pamoja naye katika majira haya, neema na rehema zikaonekane. Yesu Kristo alikufa msalabani, akafufuka kwa ajili yetu sisi. Basi naomba kibali hiki cha rehema na neema kiwe juu ya kila mmoja ambaye anahitaji mabadiliko katika maisha yake. Amen.